Hii mifumo yetu. Kwa nini hatufikii lengo la Ramadhani? Hatufikii lengo la Ramadhani kwa hii mifumo yetu ya Zanzibar. Mifumo yetu ya Zanzibar sijui inatokana na nini? Nafikiri kuna mtu inabidi afanye research atuambie. Kwanza hizi sherehe zetu tumezipata wapi? Mimi na wasiwasi, sina hakika, lakini na wasiwasi tumezipata kwa Firauni. Kwa sababu Firauni ndiye ambao katika yaumu zina, siku ile yaumu zina ni siku ya sherehe, wanakusanyika wanawake na wanaume, na pale kikaabudiwa kisanamu, watu wanaingiliana pale mbele za watu, wanalewa, na ile ndio yaumu zina. Mayahudi. Alafu baadaye tena Mayahudi wakaileta wakapata wazungu. Wazungu wakaturithisha sisi. Sababu sasa hivi sisi dini yetu tunafuata kwa wazungu. Mzungu analofanya lolote na wewe unafuata. Kwa hivyo sherehe zetu badala ya kuwa sherehe za Kiislamu zimekuwa sherehe za kizungu, sherehe za kikafiri. Maana yake ni kwamba sherehe za Kiislamu katika siku hiyo watu ambao wanakwenda kufanya hili ni sherehe za aibu, ni sherehe za fedheha. Ni kwamba watu wanazini hadharani, wanalewa hadharani, wanacheza kamari hadharani. Na sasa hivi kabla ya Idi bendi za bara huko zinajitayarisha. Safari hii Baraza la Sanaa nafikiri wamesemaje sikufahamu vizuri, lakini nafikiri kama kwamba wanataka kuziwia kidogo, manake washaona, manake nyinyi Waislamu mshamaliza kufunga, mnafanya sherehe zenu za kidini zaidi, mnakodi bendi bara kushirikiana na nyinyi, yani mnatafuta makafiri mshirikiane nao katika kufanya sherehe. Nafikiri watu hawajui kama Idi ni sherehe, ni ibada, na ibada ina mipaka yake. Kwa hivyo swala jingine ambalo linatikisa katika Idi ni kupiga ngoma kwa kisingizio cha sikukuu. Ngoma ni haramu na muziki ni haramu wa aina yote, na sasa hivi maulamaa wa ulimwengu wanakubaliana wote sasa hivi. Zamani kuna baadhi ya maulamaa walikuwa wasema kuna muziki inaruhusiwa na nini, lakini muziki ya sasa hivi maulamaa waliokuwako sasa hivi wote kwa pamoja wanakubaliana kwamba marusha roho, miziki, madansa hayo, madisko yote ni haramu. Wala katika swala hili hakuna hitilafu baina ya maoni ya maulamaa. Sasa ikiwa sherehe zetu zaidi ni kucheza ngoma, basi tumechupa mipaka. Ikiwa baada ya kufunga ndo tunaanza kukata viuno na kucheza ngoma wanawake na wanaume, basi funga zetu tusidanganye. Funga zetu hazipo. Hazipo maana yake nini? Tumekosa lile, hatutaulizwa na Mwenyezi Mungu kwa nini hatukufunga. Lakini ukija kufungua unatafuta thawabu za funga, zero. Thawabu za kusimama usiku, zero. Kwa sababu gani? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema rubba swaimun, huenda mwenye kufunga laisa min siyamu shay'un illa al-ju'i, asipate chochote ila njaa. Yani yeye kapata na njaa. Sababu yake ya kufunga zero. Kusimama kwake Lailatul Qadri, kasimama kasinzia, kaswali, lakini baada ya Lailatul Qadri siku ya pili yake tu anazini. Manake huyo hakupata mafunzo ya saumu, hakujua saumu inatakiwa imfanye kitu gani. Vile vile wanawake kujionyesha katika mapambo, na hii ni jambo la haram. Na Zanzibar dini sasa haijulikani, ndio kweli. Hii hijabu hii, mimi nakumbuka siku za nyuma wanawake wa Unguja wote walikuwa wanakwenda kichwa wazi. Mambo ya hijabu haya kaanzisha marehemu Sheikh Nasr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwie radhi, amsamehe makosa yake na ampe daraja iliyokuwa kubwa. Ndio ikaanza tena fujo miaka ile 80 tena ile likaanza fujo la hijabu tena, watu wanajitanda. Zamani Zanzibar ukijitanda unabwa makwaju. Skuli wanawake wanakwenda wajitanda na hii mashungo na pigwa makwaju. Wapigaji Waislamu na walovaa hijabu Waislamu ambao hawajui maskini Uislamu ni kitu gani. Baadaye tena ikaja zogo mpaka ikaenda Baraza la Wawakilishi, ndio ikaanza kuruhusiwa hivi hijabu vya skuli, kama basi kuwe na hii maalum na hivi na hivi na hivi. Baada mashehe kupiga kelele, kuna mwanamke mmoja alipigwa kibao na akataka kuvuliwa hijabu skuli. Na ukitaka kujua kama watu wa Zanzibar ni wajinga wa dini, na kuwa mjinga wa dini si kama ni matusi, ni jambo tu la kawaida, ni kutokuelewa tu hukumu za dini. Unapokuja katika suala kwa mfano la wanawake hawa sasa hivi wanawake wanajihifadhi, lakini niqabu Zanzibar sasa hivi imekuwa ni matusi, imekuwa ni uhaini.
Akionekana mwanamke ana nikabu kwenye gari, anavuliwa nikabu, anatolewa kwenye gari. Akenda maofisini anaambiwa avue kwa lazima, mabenki avue kwa lazima. Sasa nyie mnatukia nini nyie? Kwani mtu si uso wake mwenyewe? Kaka uso wake kauziba. Nyie mnataka kitu gani hasa katika uso wa mtu? Tena mwanamke, tena mke wa mtu, mnataka kitu gani? Sasa Mwenyezi Mungu alitupa adabu, nafikiri hatukuiona. Mwenyezi Mungu alitupa adabu ya maradhi ya corona, tukavaa nikabu wanaume. Ikawa wewe ukenda benki lazima una nikabu pale ipo unaivaa. Na kama hujaivaa unaambia toka nje. Pale Mungu alikuwa anatupa lesson. Lakini zinafikiri hatufahamu. Sasa hivi tumekuwa tunawageukia wanawake wanaovaa nikabu, tunawabughudhi, tunawatusi, tunawapunguzia haki zao. Kila mtu ana imani yake, hata katika nchi tu ya kidemokrasia, kila mtu na imani yake. Akiamua mtu kufunika kichwa, hiari yake mwenyewe, akiamua kufunika uso. Na hao wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walofunika uso wakavaa nikabu. Sasa nawauliza nyie, ingelikuwa Aisha amekuja huku Zanzibar, ina maana mngemziwia nyie kuingia benki, sio? Mkamvua nikabu mke wa Mtume. Kama msingeweza, kwa nini na hao mnawavua? Hilo ni jambo baya kabisa ambalo linafaa likemewe kwa njia yoyote. Eti unasema kwa sababu aloiba, kuna mtu kaiba akavaa nikabu, kwa hivyo wewe ukiingia katika duka usivae nikabu. Haya, mimi nauliza swali, kuna mtu kavaa kimini akaiba, sasa ina maana alovaa kimini yoyote asitembee barabarani? Wakamateni basi nao wanovaa vimini, si waliiba siku za nyuma? Kama mtu aliiba kwa sababu kavaa kimini, ina maana kimini kisivaliwe, kwa sababu kimini kavaliwa ni mwizi. Sasa hii ni sijui ni nini ambao mna relate kwamba mtu fulani yeye kaiba kwa sababu yeye kavaa nikabu. Kaiba Asha, tuseme kaiba Asha kavaa nikabu, aziwilio nikabu Fatuma. Haya ndo nini? Kwa hivyo kutokuelewa dini kuko sana Zanzibar, na kamari zinachezwa hizo katika sikukuu, kuiga wanawake na wanaume. Zamani ilikuwa kuna kiamsha damu, na Sheikh Ali bin Hamad bin Jabir Aliani alisimama barabara kuzuia kiamsha daku. Zamani watu wakiamsha daku kwa ngoma. Ramadhani mtu anafunga, anaamshwa daku kwa ngoma, tena saa 9. Yani vitu ambavyo havielekei. Wewe unafunga kwa ajili ya Allah, halafu unaamshwa kwa ngoma. Sasa kitu ambacho kitakuwa hakielekei chengine ni hichi kinachofuata. Kushamaliza kufunga, basi wanaume wanajitia nguo za kike, halafu wanajitia vifuu, halafu wanapita na kigoma chao, wanapiga kigoma. Tena wale Waislamu wanawatunza, wanawapa pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba wamelaaniwa wanawake wenye kuigiza ume na wanaume wenye kuigiza uke. Yani mwanamume anavaa kidani, anakita cheni, anavaa herine, sio anakita kitu gani, anavaa bangili, sio anataka kitu gani. Mwanamke anavaa fulana tu, na hii iko mafulana tu nje, wale watu wanakwenda kufanya mazoezi, ana fulana hii kavaa limemtoa matiti humu, linaonesha manake, linaonesha geography mpaka biology, na suruali yake manake inemembana pale pahala ladhi mpaka panaonesha saa hapa ndo kwenye hatari jamani. Alafu mtu ni Muislamu sasa. Kwa hivyo tukae tujue, tusome, hebu hii dini isomwe, watu wakae waisome dini. Zinaa imekithiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakataza katika sura Al-Isra aya 17, sura 17 aya 32. Lakini Mwenyezi Mungu pia kakataza uhuni katika sura Al-An'am aya 151. Uhuni maana yake ni kukaa na wanawake pamoja. Huu ndio unaitwa uhuni. Lakini siku hizi imekuwa kawaida, kwa sababu wanawake na wanaume wanakaa pamoja maskuli, wanawake na wanaume wanakaa pamoja kwenye mahospitali, wanakaa pamoja kwenye foleni, angalau daladala watu wanapakatana, angalau wale Islamic Bank, Mwenyezi Mungu awasaidie, wameweka laini wanawake mbali na laini ya wanaume mbali. Lakini na wao nafikiri wanakataza pia nikabu nao. Na wao ndo Islamic Bank. Sijui kama wanakataza au hawakatazi, lakini imeingia kukatazwa nikabu, imeingia. Sasa endeleeni tu kukataza nikabu. Mungu atawavisha tena nikabu wanaume nyinyi tena. Iko siku. Endeleeni tu na kumchokoza Mungu. Mtafika pahala
Mungu atatia adabu, wanaume wote wavae niqab. Kwa hivyo masuala ya fawahisha ni kuchanganyika wanawake na wanaume kwa pamoja katika sherehe, na hilo ni jambo la haramu. Kwa hivyo haifai viwanja wanawake na wanaume kuchanganyika pamoja, na hii ni kazi ya ofisi ya mufti na wataalamu wa dini. Hebu washaurini serikali, washaurini kwamba watafute viwanja maalum vya wanawake na viwanja maalum vya wanaume, na kama haiwezekani hivyo, basi kile kiwanja kimoja kwa upande mmoja wanawake, upande mmoja wanaume. Hii ni dini, hii ni kazi yenu nyinyi mamufti na watu wa idara ya mufti, wataalamu huko mko sasa hivi, wataalamu wengi, mna ma-PhD ya dini, mnaelewa kila kitu. Hebu shaurini serikali. Hati mwingine serikali inakuwa haijui baadhi ya hivi vitu, kwa sababu serikali ina watu wengi. Kwa hivyo nyie lazima muandike document maalum, muishauri serikali kwamba kiwanja fulani kiwe cha wanawake, kiwanja fulani kiwe cha wanaume. Itakuwa imeondoka balaa, na vile vile utaondoka ukimwi, utaondoka zinaa, utaondoka mabalaa. Na kama haiwezekani, basi wanawake wako mbali na wanaume wako mbali. Huu ndio Uislamu. Na wanawake vile vile kwenda kuonesha mapambo, Mwenyezi Mungu amekataza katika surati Nur na surati Al-Ahzab aya 59, surati Nur aya 31. Mwenyezi Mungu amekataza wanawake kuwa pamoja na wanaume katika surati An'am aya 151. Amekataza kamari katika surati Al-Maida ya 90 mpaka 91, na kamari imekatazwa na ulevi. Ulevi umekatazwa na kamari pamoja, zimekatazwa vitu viwili hivyo pamoja. Na sasa hivi kamari imeenea, kila mtu anacheza kamari, beti. Na alokuwa habeti ana nguo inaitwaje ile mbeti, sijui nini ile ya Simba, sijui ile fulana za Simba na Yanga zile za beti zile, mnazijua? Hebu niambieni vijana, nyie hampo? Beti, lakini imeandikwa beti. Kuna kitu beti, fulana za kubeti zile fulana za kubeti ni haramu, na kucheza kamari, beti, yote ni haramu. Na serikali wajue kwamba jamii inaharibika kwa kamari. Watu wanajiua, watu wanafanya kila aina ya balaa, na hii kamari ndio inachezwa baada ya Ramadhani. Na vile vile kucheza ngoma ni haramu. Mwenyezi Mungu amekataza katika surati Luqman, wa minan nasi man yashtari lahu wal hadithi liyudilla an sabilillah, mpaka mwisho. Na kujifananisha wanawake na wanaume imekatazwa. Laana, amelani Rasulullah mtume Mwenyezi Mungu, almutashabihina minar rijal bin nisai, wanaume wanaojifananisha na wanawake, walmutashabihati min nisai bil rijali, na wanawake ambao wanajifananisha na wanaume. Sahih Bukhari aya hadithi ya 5385, na hili ni jambo maarufu. Sasa tuseme kwa ufupi kwamba sherehe zetu nyingi zaidi haziko katika utaratibu wa Kiislamu. Sababu mimi sijui. Mimi toka ninazaliwa nakumbuka watu wanacheza ngoma mpaka leo, na mashehe wapo wengi tu. Mashehe maskini wao wanavutana wenyewe kwa wenyewe, kuweka mkono kwenye kifua, kuweka mkono hapa, kutikisha kidole, kufanya hivi. Kuna shehe mmoja alichekesha sana aliposema kama nyie Waislamu nyote mnagombana kuhusu kuweka kidole. Yule ambaye anatikisa hii anasema yule ambaye anatikisa yule ndo anamvuta yule adui. Yule aliyeweka hivi ndo anampiga hasa. Anasema nyote si mnapiga adui mmoja, mnagombania nini? Kwa hivyo mashehe, jamani, hebu uangalieni jamii ya watu sasa hivi iko katika zinaa, ulevi, kamari, kucheza ngoma na mambo ya liwati na mambo ya haramu. Acheni kugombana katika mambo ya mwezi. Haya mambo ya mwezi hamyawezi maisha yenu mpaka dunia itamaliza. Labda utokee Uislamu, utawala wa Kiislamu wa dunia nzima, ndio hapo litapatikana suluhisho. Lakini huyu kafunga mwanzo, huyu atafunga mwanzo, huyu atafunga pili, sasa hivi watafunga tatu. Sasa huyu atafungua leo, ile mwingine atafungua kesho, mwingine atafungua kesho kutwa. Na Waislamu siku zote tunapata tabu hii kwa sababu tumekataa katika wa'tasimu bihablillahi jamia. Tungefanya dola moja ya Kiislamu dunia nzima, wallahi ingelikuwa hakuna nchi inayopigwa na Marekani. Wallahi ingelikuwa hatuna tatizo la mwezi, hatuna tatizo la mwaka, hatuna tatizo la watu. Lakini kila mtu na nchi yake. Basi leo kapigwa huyu, leo kapigwa huyu, leo kapigwa huyu, leo kapigwa huyu, na mabalaa mengine yanafuata. Sasa mashehe, hebu iangalieni jamii hii, jamii ya watu hawaswali, nyie mnagombana kuhusu kuweka kidole. Hebu waambieni hao watu waswali kwanza.
Au mnagombana kwamba Mungu ataonekanwa hera, haonekani, ugomvi. Alikuwa anasema ataonekanwa kafiri, alikuwa anasema hivi kafiri. Hebu waambieni watu waingie hiyo peponi kwanza. Jitahidini watu wafanye ibada waingie peponi. Uko peponi kama utamuona Mungu, hakumuona si washaingia. Msigombanie kitu ambacho watu hata kwa peponi hawaingii. Sasa mnagombana jambo ambalo hawatali wahusu. Wao wenyewe wanalewa, wanazini, wengine washakuwa makafiri, watamuona Mungu vipi? Hebu waambieni watu wafanye ibada. Alafu kama Mungu ataonekana hataonekanwa, huko ahera washaingia peponi, tutajua huko baadaye. Mambo mengine hata tukiambiwa sasa hivi hatuwezi kufahamu. Na sasa hivi imeingia mizozo ya khilafu kubwa, sijui watu mwingine anajiita salafi, sijui kila mtu hivi, kila mtu alimradi fujo. Radi, kila mtu anamradi shekhe, anamradi shekhe mwenziwe. Yaani watu wakiwa katika mitandao, basi kazi yao au kuradiana tu. Hakuna mtu anoradi ulevi, hakuna mtu anoradi zina, hakuna mtu anoradi kamari, hakuna mtu anoradi chochote. Wao wanaradiana tu wenyewe kwa wenyewe. Uislamu huku unapotea. Watu wanakufuru, watu wanartadi. Hebu shughulikieni imani. Muda wote wa Ramadhani tulikuwa tumefanya mambo mema. Kwa hivyo baada ya Ramadhani tuendelee na wema. Sasa kuhusu hizi sherehe, mimi na mambo mawili. La mwanzo ni ombi langu kwa ofisi ya Mufti, ndio inayoshughulikia mambo ya Kiislamu. Iandike ombi maalum kwa serikali, iwa direct. Nyinyi ndio mtaulizwa akhera. Mimi nitaulizwa, nikiulizwa mimi kamera hii, hapa kuna kamera nyingi hapa. Kuna kamera ya duniani na Allah pia iko kamera yake. Mimi nitasema kwamba niliwaambia lazima utaratibu wa sherehe za Idi ubadilishwe. Ubadilishwe kwa kitu gani? Kwanza kutenganishwa wanawake na wanaume, jambo la mwanzo. La pili, ngoma zisiruhusiwe, ngoma aina yoyote isiruhusiwe kwenye Idi kwa sababu Idi ni ibada. La tatu, kamari isiruhusiwe. Pale kwenye Idi inaruhusiwa nini? Kasida tu na nyimbo zinatiwa pale kwa sababu ile sisi kwa kusoma Qur'an. Wake wengine wamefanya sherehe nilipa Pemba, sherehe za Kiislamu. Nilipofika wametia Qur'ani al-Karim pale, baki nikamwambia Qur'ani mpaka leo. Hapa Qur'ani okay nataka isomwe, lakini leo ni siku ya nini? Leo siku ya furaha. Jamaa mmoja anaitwa Shehauzi, nasemekana alialikwa kwenda Kenya. Sasa alipofika kwa futari nzuri, sasa wale wa Kenya kusema Wazanzibar wapenda muhogo, pigwa mafutari, mawali, mapilau, madude gani, manyama, makuku, makasia, wakasema tumwekee na muhogo kidogo. Basi Shehauzi kapiga kabisa na muhogo, akasema na wewe muhogo umenifuata mpaka huku. Hebu kaa pembeni kwanza. Sasa vitu vingine manake havi-apply baadhi ya mwahala, vitu mwingine baadhi ya mwahala havi-apply. Hai-apply sherehe zaidi kwenda kupeleka ngoma, wala sherehe zaidi kumaliza saa 6. Pia hii ni kosa. Sherehe zaidi zinatakiwa mwisho saa 4. Pale watu wanaposwali swala ya Isha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kishamaliza mtu swala ya Isha arudi nyumbani